Askofu jasiri awasha moto Ikulu ya Tanzania, huku Samia Suluhu akitetemeka kwa uoga. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika kile kinachoonekana kuwa tamko zito lisiloogopa hatari, askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Karagwe Daktari Benson Bagonza ameweka wazi kuwa yuko tayari kukabiliana na hatari yoyote, hata ikihusisha kupotea kwa nguvu, ikiwa hatua hiyo inaweza kuwa sehemu ya kurejesha taifa kwenye misingi ya haki, utu na maridhiano ya kitaifa. Ni kauli iliyotokea katika kipindi ambacho Tanzania inakabiliwa na mvutano mkubwa kuhusu hatima ya matukio ya utekaji, vifo vya kisiasa na madai ya matumizi mabaya ya nguvu za dola katika miaka ya hivi karibuni. Tamko hili limekuja kupitia ujumbe wa uchambuzi mrefu alioweka kwenye ukurasa wake wa mtandao, ambapo alitumia sauti inayochochea mjadala na kutoa changamoto kwa mamlaka za juu kuchukua hatua thabiti kuzima kile kinachoelezwa kuwa mfululizo wa vitendo vya utekaji vinavyoibua hofu miongoni mwa wananchi. Kauli hiyo imeweka wazi si tu wasiwasi kuhusu usalama wa raia, bali pia msimamo wake binafsi wa kukubali hatari kama njia ya kuthibitisha wito wa mageuzi ya kitaifa. Tamko lake limeingia katikati ya mjadala mpana kuhusu hatima ya watu wanaodaiwa kupotea katika muktadha wa kisiasa, majeruhi wa maandamano na familia zinazotaka majibu kuhusu wana wao ambao ripoti mbalimbali zinaeleza walikamatwa wakiwa hai, lakini taarifa zao baadaye zikarudi kwa njia ya maiti au kimya. Na katika hoja yake ya msingi, Askofu Bagonza anarejea dhana kwamba taifa haliwezi kusonga mbele bila kukiri mahali lilipoacha majeraha ya kihistoria. Katika simulizi analolijenga, anasisitiza kuwa matukio ya utekaji yamekuwa na athari za moja kwa moja kwa wananchi, watumishi wa umma na hata vyombo vya dola. Muktadha wake unaonyesha mazingira ambayo vitendo hivyo vinatajwa kutumiwa kama silaha ya kisiasa, wakati mwingine kwa malengo ya kulipiza kisasi, kuondoa wakosoaji au kuwatisha wanaotaka uwajibikaji. Katika hoja hiyo, anatoa angalizo kwa kuacha ukimya kuendelea kuna waruhusu wahusika kutumia kivuli hicho kutenda maovu bila uwajibikaji, na ni hali inayoongeza hatari hata kwa wale wanaolinda usalama wa kitaifa. Simulizi lake linatengeneza mantiki kwamba taifa linaweza kujikuta linapoteza dira ya sheria, huku hofu ikichukua nafasi ya imani ya raia kwa serikali yao. Jaribio lake la kuunganisha hoja za maadili na uzito wa kisheria linawasilishwa kupitia wito wa kuweka mwisho vitendo vinavyoonekana kupigana na misingi ya utawala bora. Anaibua hoja ya uwazi katika kukamata watuhumiwa, utaratibu wa kushughulikia na vile haki za familia kujua hatima ya ndugu zao. Na katika simulizi lake, taifa linaonekana kama uwanja unaohitaji kurejeshwa katika utawala wa misingi ya kisheria badala ya utawala wa kivuli. Ni mwito wa kufungua ukurasa mpya unaotenga siasa za vitisho na kuimarisha taasisi zinazosimamia haki. Na katika mtazamo wa uandishi wa habari wa kidokumentari, hoja hiyo haiji kama malalamiko ya mtu binafsi, bali kama mwendelezo wa kilio cha kijamii ambacho kimekuwa kikisikika kutoka maeneo mbalimbali nchini, hasa baada ya machafuko ya uchaguzi, maandamano ya haki za kiraia na hatua za usalama zinazotajwa ama zilizotajwa kwenda mbali zaidi ya mipaka ya kisheria. Na katika kupanua mijadala zaidi ya usalama, Askofu Bagonza anazungumzia kinaga ubaga aliyewafungwa wanaodaiwa kukumbwa na mashtaka yenye asili ya kisiasa. Anatoa wazo la kuachiliwa kwao kama njia ya kuanzisha majadiliano mapya ya kitaifa. Katika mtazamo wa simulizi hili, jambo hilo sio msamaha, bali hatua ya kurejesha usawa wa kisiasa kwa kuondoa nyufa zilizoachwa na matumizi ya dola kama chombo cha kusimamia tofauti za kiitikadi. Anatoa picha ya taifa ambalo halitaweza kurejea hali ya kawaida bila kuweka mazingira usawa, uhuru wa kisiasa na ulinzi wa haki za raia. Katika hatua hiyo, anatoa wito wa mazungumzo mapana yanayotazama mustakabali wa mfumo wa kisiasa, si kwa kuendeleza ushindi wa upande mmoja, bali kwa kujenga upya hatua kwa hatua maridhiano ya kitaifa. Akigeuza macho
matumizi ya mitandao ya kijamii, Askofu Bagonza anaeleza kuwa kufuatilia, kufungia au kutisha watu mitandaoni si tu kunazima hoja bali kunasambaratisha muungano wa kijamii. Hoja hiyo inatengeneza taswira ya taifa linalotumia teknolojia kama kifaa cha kufuatilia badala ya kuunganisha watu kwenye mazungumzo ya kitaifa. Na katika muktadha huo, teknolojia inakuwa uwanja wa mapambano kati ya uhuru wa maoni na mamlaka yenye shaka na sauti za upinzani. Kwa mujibu wa simulizi hilo, kuna wasiwasi kuwa hatua kama hizo zinaweza kuondoa kabisa nafasi ya mijadala yenye tija katika mustakabali wa taifa. Na katika mjadala kuhusu tume zilizoundwa kuchunguza matukio ya machafuko, hoja ya msingi sio kuwepo kwake bali lengo lake. Askofu Bagonza anatazama tume hizo kama chombo ambacho kinapaswa kuangazia matokeo halisi ya ghasia, ikiwa ni pamoja na vifo, majeruhi na watu waliopotea katika ghasia hizo, si tu kujadili hatua za maandamano tu wahusika wa mitaani. Kwa mtazamo huo, tume inapaswa kuwa chombo cha kurejesha kumbukumbu ya kitaifa, si chombo cha kusafisha taswira ya kisiasa. Na hili linaunda hoja ya msingi kwamba hakuna amani bila ukweli na hakuna maridhiano bila kukiri yale yaliyojitokeza, na hakuna maendeleo ya kisiasa bila kuweka kumbukumbu zilizothibitishwa. Katika sehemu ya uchambuzi unaohusu taasisi zisizo za kisiasa, Askofu Bagonza anaonya dhidi ya kuwajumuisha viongozi wa dini katika operesheni za usalama zisizo na utaratibu, akitoa taswira ya hatari inayoweza kutokea pale taasisi zinazotakiwa kuwa sauti ya maadili zinazochukuliwa kama washirika wa dola. Hii inaweka swali kubwa: je, dini zinabeba nafasi ya kutuliza taifa au zinatumiwa kama muhuri wa uhalalisho wa mamlaka? Kwa masimulizi ya televisheni au documentary, hoja hii inaingia kama sehemu ya mijadala mipana ya kuhoji mgongano kati ya imani, mamlaka na utambulisho wa taifa. Na katika kupanua mtazamo, anagusia watu wanaoishi nje ya nchi wanaotajwa kama wachochezi wa machafuko. Hapana kumbusha kuwa na idadi kubwa ya raia wanaokimbilia nje ya nchi kwa sababu ya kiusalama si ishara ya hali njema ya taifa. Na katika simulizi hilo, diaspora inakuwa kama kioo kingine kinachoonyesha kile kilichofichwa ndani ya mipaka. Badala ya kutazamwa kama adui, wanaonekana kuwa sehemu ya simulizi la taifa linalotaka kuandika ukweli wake urudi nyumbani. Katika mwisho wake, hoja ya Askofu Bagonza inaweka wazo moja kuu kwamba taifa haliwezi kupona kwa kunyamazisha kumbukumbu. Kila hatua ya kuficha matukio, kukataa ukweli au kuwaacha walioumia bila majibu inakuwa kizuizi cha maridhiano ya kesho. Kwa simulizi lake hatari anayotaja si adhabu dhidi yake binafsi, bali taifa linalogawanyika kati ya kutaka kuendelea mbele haraka na kutaka kuketi kwanza, kuomboleza na kufungua ukweli. Kwa taswira hii, anajiweka kama mmoja wa mashuhuda wanaochukua hatari hii kuandika ukurasa wa historia ambao visivyoonekana sasa vitakuja kuwa msingi wa amani ya baadaye. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi na zingine kwa kina. Zidi kutufuata kwenye mitandao yetu yote ya kijamii. Tusapoti kwa kulike, kusubscribe na kushare video zetu, na vile kugonga alama ya kengele ili kupokea taarifa hizi pindi tu tunapozileta.